Namshukuru Yesu kwa masaa haya jioni. Juzi tulikuwa tumeacha ujumbe ya vyakula, na leo tutaisongeza kidogo tu, alafu tena tutamalizia hapo na Yesu atatubariki. Wacha tuende kwa vyakula. Vyakula pia ni sehemu ya huduma. Ni sawa. Tulianza hii topic juzi na tukafikia kwamba ni vyakula gani tunapaswa kula na vyakula gani hatupaswi kula. Lakini vyakula ni aina nyingi tu. Unaweza kula neno, unaweza kula mwanadamu, unaweza kula chakula. Kwa hivyo hiyo yote ni vyakula. Kwa hivyo tuko kwa vyakula, si sawa? Hata katika mambo na vyakula, kama ni kula mwanadamu, kwani wote enda kula kahaba? Simekatazwa. Si sawa, pigia Yesu makofi. Nataka twende kwa Wakolosai 2 tuanzie 13. Tuko kwa vyakula. Leo tunamalizia na maandiko matatu, alafu niwachie hapo. Kwa hiyo maandiko matatu nitaeleza, alafu nikimaliza niwachie hapo nigusie kidogo mambo kadhaa, alafu tupeane wakati mwingine. Haya, soma Wakolosai 2:13. Twende tu pole pole. Nitakukatiza pia. Kitabu ni Wakolosai 2. Tunaanza mstari wa 13. Ndio. Inasema, na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye. Kuna kitu nataka kueleza. Paulo huyu ndiye aliyesema mtu aliyetahiriwa ama asiyetahiriwa, yeye hana shida katika mambo ya roho. Si sawa? Lakini kuna kitu hapa nataka ukisikize vizuri. Na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutotahiriwa kwa mwili wenu. Inamaanisha kutahiriwa ina maana ama haina? Kwa sababu kama hujatahiriwa umekufa pamoja na mwili. Sio kama unaelewa. Ingawaji sio lazima. Kisha tulikuwa tumekufa kwa kutotahiriwa kwetu na kwa makosa. Tena hii kutahiriwa hii amesema kwa kutotahiriwa kwa miili yenu. Ni kama hapo inaeleweka. Hapo inaeleweka, si sawa? Haya, twende mtumishi. 13. Mwili wenu aliwafanya hai pamoja naye akiisha kutusamehe makosa yote. Sasa hapa inaleta picha ya kwamba kitambo wale ambao walikuwa hawajatahiriwa mwili walikuwa katika dhambi, lakini unapookoka sasa, hata kama hujatahiriwa mwili, alitusamehe yote. Sasa ameunganisha wote hapo. Twende sasa. 14. Akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushitaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo wa ujasiri akizishangilia katika msalaba. Hii inaleta picha gani? Yesu alikuja na tulipomkubali akachukua haki ya makosa yetu, akafuta, akachukua dhambi zetu, akazigongomea msalabani, akatuambia sasa mmekuwa safi ndani ya Yesu. Si sawa? Hapo zamani tulikuwa wachafu, lakini alipokuja yeye nasi tukamkubali. Sasa akabeba kila kitu.
maana shetani ni adui na alikuwa ameandika hati ya kutushtaki sisi. Sasa alipokuja Yesu akachukua yote akaziweka msalabani na akatuacha tukiwa viumbe vipya na safi. Hii inaunganishwa na Wakorintho wa pili 5:17 inayosema ya kwamba ya kale yamepita, sasa tumekuwa viumbe vipya. Wakorintho wa pili 5:17. Kama haisemi hivyo utaniambia. Wakorintho wa pili 5:17 inasema ya kale yamepita, tumekuwa viumbe vipya. Soma msomaji ili tuhakikishe. Hii ni Wakorintho wa pili 5:17. Ndio. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo. Amekuwa kiumbe kipya. Amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita. Tazama yamekuwa mapya. Hata ile haki ya mashtaka, maana shetani alikuwa shaandika mashtaka yake, maana ndiye adui yeye. Akaandika mashtaka yake, akawa anangoja kutushtaki. Lakini Yesu alipotukomboa akachukua hata hiyo haki ya shetani akaiweka hapo msalabani, akatuacha huru na dhambi. Sasa tulipowachwa huru na dhambi, tukawa viumbe vipya na bado tunaishi. Je, Yesu anatuambiaje sasa? Mstari wa 16. Hebu twende hapo. Hapo umeacha mbele yake. Wakolosai 16:16. Basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au sabato. Mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo, bali mwili ni wa Kristo. Mstari wa 16, keti tu. Mtu asiwahukumu baada ya sasa tumekombolewa katika makosa yetu na tumefanywa viumbe vipya ndani ya Yesu. Sasa mstari wa 16 anasema basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula na vinywaji. Tuanze na hapo kwanza. Vyakula na vyakula ndio tutazungumzia sana, wacha nizungumzie vinywaji. Hapa kwa vinywaji, ukipata mwanasiasa ama joho wa Injili atakwambia sasa si vinywaji hivi situpige chupa mbili tu. Si amesema vinywaji bwana. Vyakula na huyo ni joho wa siasa. Atakwambia piga tu, maana hakuna shida. Joho wa siasa wa Injili wako ndani ya kanisa wako. Lakini ni uelewe kwamba maji pia ni kinywaji na pombe pia ni kinywaji. Sasa wewe ni nani ndani ya Yesu? Mimi nikiwa ndani ya Yesu napaswa kunywa nini? Maana pombe imezungumziwa kwa maandiko tofauti sana. Hata katika Waefeso 5:18 imesema msilewe katika mvinyo uletao ufisadi, bali mulewe katika mvinyo wa Roho. Ni sawa? Sasa mtu atakwambia imetajwa vinywaji kwa Wakolosai, chakula na vinywaji. Sasa si pombe tunakunywa tu, si pombe ni kinywaji, lakini jitofautishe. Ndio nilipoanza nikasema wewe uliyookoka jitofautishe na mtu ambaye hajaokoka. Wewe una mipaka na una amri na sheria za Yesu ziko juu yako. Pigia Yesu makofi. Kwa hiyo unaposikia kinywaji, wewe uliyookoka unapiga maji, unaweza kunywa soda, unaweza kunywa juisi, wewe uliyookoka. Lakini yule ambaye hajaokoka yeye ataenda kwa vyote. Na pia akili yako haifai lenge hapo, kwa sababu wewe si ulishaokolewa kutoka huko. Sasa mtu akilenga hapo kwa vinywaji vya pombe na ameokoka, bado kuna shida ndani yako. Ukiokoka unajua ni kinywaji gani unapaswa kula. Sasa mtu asiwahukumu kwa vyakula na vinywaji. Ukishaokoka ndio tulikuwa tunazungumzia juzi. Kuna vyakula ambavyo unaweza kula na kuna vingine huwezi kula, lakini sio sheria bali kwa dhamira. Dhamira tu ndio itakufanya usile, lakini sio sheria. Sio sheria. Maana mtu asikuhukumu, tumeambiwa tusihukumiane kwa vyakula na vinywaji. Lakini hautahukumiwa na mtu bali dhamira yako itakuruhusu ama isikuruhusu kwa vyakula. Tukija kwa mambo na
kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au sabato. Wapendwa, hizi sikukuu ambazo watu wanasema Disemba tarehe 25 ni siku ambayo Yesu alizaliwa. Sisi tunatambua kwamba Yesu hakuzaliwa siku hiyo, si sawa? Lakini kwa hiyo siku ukitaka kuchinja kuku wako ule, mtu asikuhukumu. Maana hakuna siku ya shetani. Nimesikia wengi wakisema mimi kifika tarehe 25 sitaki dhambi ya kushirikishwa. Mimi hata hapo ndani sinaondoka, naenda kushinda ba. Kwa sababu hiyo siku watu wanasherehekea sherehe ambayo sio. Kama wao wanaosherehekea sherehe ambayo sio, ni wale hawajaokoka ama wale wako kwa dini. Wewe uliye katika Kristo, usihukumiwe kwa kuchinja kuku wako bwana. Msifikirie najipigia kura kama nataka niwatembelee tarehe 25, hapana. Sikula hii. Hiyo sikura hiyo. Sawa, lakini huo ndio ukweli. Okay, uogope nini sasa? Wewe uko ndani ya Yesu na siku ni ya Yesu takatifu aliyokufanya wewe umeamka hiyo siku. Hata waogopa kuchinja kakuku kako kwa sababu hata hiyo siku watu wanasherehekea. Shetani hana siku. Siku zote ni za Baba. Kwa hivyo mtu asikuhukumu tarehe 25 unachinja bata wako ama mbuzi wako asema huyu naye pia anasherehekea kama wale. Dhamira yako ya kula yule kuku ni nini? Unaila kama siku zote. Lakini hapo kuna hekima. Lakini kama yule kuku ulikuwa umemweka tangu mwezi wa 9, walenga naye tarehe 25. Hapo kuna vipi? Wewe ni mmoja wa? Umemweka tangu mwezi wa 9, hata mmoja huyu mpaka tarehe 25 huyu. Sasa wewe uko nani? Wewe ni mmoja wa? Jua kujitofautisha, pigia Yesu makofi. Au mwandamo wa mwezi. Mwezi huu ni mwezi wa Ramadhani. Waislamu wanafunga. Sasa mwezi huu unajua mimi sifungi. Kuna watu wanafanya hiyo. Kama mwezi huu Waislamu wanafunga, mimi sasa sifungi pamoja nao. Mimi sili kama nikula jioni huli masaa yale wanaokula. Unaangalia wanafungua saa 12 huli kwa sababu wao wamefunga. Hiyo haikuhusu wewe ule mteule bwana. Wewe uko tofauti na wao. Jitambue wewe ni nani. Mwezi mzima unaenda mimi sifungi, nitafungaje na mapagani nao wanafunga? Nitafungaje na Waislamu wanafunga? Hapana. Zile siku sio za Waislamu, ni za nani? Yesu. Wao wanaweza funga vile vile na wao wanafunga. Pigia Yesu makofi. Kwa hiyo usifunge kwa kufunga miezi kama hiyo. Wewe unafunga kwa sababu ya Yesu. Na shetani hana lolote ila Yesu ndiye baba wa mababa. Au sabato. Sabato ni ibada. Ni sawa? Kuna siku ambazo hawa wanajiita Seventh Day Adventist. Wao hawali Jumamosi. Wao watakula jioni, yaani wakila Jumapili, wakila Ijumaa hawali Jumamosi. Sasa wewe nawe ukila hiyo Jumamosi, wao watakula huko. Kwa nini unakula na hii ni siku ya Sabato? Sisi tulifunzwa jambo moja, ya kwamba maana ya Sabato ni ibada, na ibada ni siku zote. Kwa hiyo hakuna siku ati hivyo siku ya ibada ama si siku ya ibada. Sijui huwa wanamaanisha nini. Lakini mtu asikuhukumu wewe kwa kula Jumamosi kwa vile 7th day huwa wanafunga Jumamosi. Hapana. Kama wewe unajisikia kula unakula, maana uko tofauti na wao. Pigia Yesu makofi. Kwa mambo na siku nataka nichanganye na kitabu kimoja. Kwa mambo na siku, kama kuna mtu atakuwa na swali tutazungumzia. Lakini kwa mambo na siku nataka niende kwa Warumi 14 ndio nirudi kwa vyakula. Warumi 14 mstari wa 6. Kuna kitu pale nataka tuangalie. Mstari wa 6 inasema, ndio, yeye aadhimishaye siku huadhimisha kwa Bwana. Huadhimisha hiyo siku. Kuadhimisha ni kusherehekea ama ni nini? Kuadhimisha siku ama ni kuitambua? Yeye aadhimishaye siku yuadhimisha kwa ajili ya Bwana. Naye alaye hula kwa Bwana. Kwa maana
amshukuru Mungu, tena asiyekula hali kwa Bwana, naye pia amshukuru Mungu. Asiyekula hali kwa Bwana. Yaani sasa wewe kama huli una uhusiano na Mungu? Asiyekula hali kwa sababu ya Bwana? Hebu angalia hilo jambo. Hebu acha tulirudie hapo. Yeye aadhimishaye siku huiadhimisha kwa Bwana, si sawa? Naye alaye hula kwa Bwana, yule anayekula pia anakula kwa sababu ya Bwana, kwa maana amshukuru Mungu kwanza ndio ale. Tena asiyekula hali kwa Bwana, asiyekula hali kwa Bwana. Nataka hiyo sentensi tusaidiane hapo. Hiyo sentensi, hebu nirudie dua. Hiyo asiyekula hapo vizuri kabisa tuelewe inamaanisha nini. Sikiza alafu tutaulizana swali. Inasema yeye aadhimishaye siku. Hiyo tumemaliza, twende kwa tena asiyekula naye pia amshukuru. Nasema anayekula kwa Bwana, kwa maana amshukuru Mungu. Tena asiyekula hali kwa Bwana. Hiyo sentensi inamaanisha nini? Naye pia amshukuru Mungu. Hali kwa Bwana. Yaani kama huli pia huli kwa sababu ya Bwana. Ni sawa? Naye pia anamshukuru Mungu. Kwa hiyo ilipoanza hapa juu ilisema alaye asimhukumu asiyekula. Warumi 14:1. Si sawa? Inasema yeye anayekula asimlaumu yeye alaye. Inasemaje? Yeye alaye aliye dhaifu wa imani mkaribisheni, walakini msimhukumu mawazo yake. Mtu mmoja anayo imani anakula vyote, lakini yeye aliye dhaifu hula mboga. Warumi 14:1. Yeye aliye dhaifu wa imani mkaribisheni, ni sawa, walakini msimhukumu mawazo yake. Pengine kumeingia mtu tunakula na ana imani dhaifu, tumkaribishe. Wala hata akituambia jambo kwamba msile hivi, msifanye hivi, tusimhukumu hayo mawazo yake. Ni mawazo tu yake, si sawa? Hayo ni mawazo yake. Lakini ukweli ni kwamba mtu mmoja anayo imani. Kuna mtu anayo imani, mstari wa 2. Mtu mmoja anayo imani anakula vyote. Sawa? Lakini yeye aliye dhaifu hula mboga. Yeye anaye asimdharau huyo asiyekula, wala yeye asiyekula asimhukumu huyo alaye. Imekamilishwa hapo na 6. Si sawa? Mwenye imani dhaifu atachagua mimi sili hii, mimi sitaki hii, lakini aliye komaa katika imani na ana imani anakula vitu vyote. Pigia Yesu makofi. Sasa hapo tulikuwa kwa Wakolosai, si sawa? Tumeanza na mambo ya vyakula, wacha twende kwa Timotheo, alafu tumalize na Waibrania. Timotheo wa kwanza, soma. Timotheo wa kwanza, alafu tutamaliza na Waibrania na vitabu vitatu tu ambavyo nimeviweka leo. Timotheo 4. Nikianza moja. Ndiyo mtumishi. Basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakizisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani, kwa unafiki wa watu wasemao uongo, wakichoma moto dhamiri zao wenyewe, wakiwazuia watu wasiowe na kuwaamuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokewe kwa shukrani na walio na imani wenye kuijua hiyo kweli. Kidogo hapo, hivi vyakula vipokelewe kwa
shukrani. Wewe uliye na imani ule kwa shukrani, kwa sababu sisi tulio wa imani tunaijua hiyo kweli. Kweli ni Yesu. Ni sawa? Hebu rudia huo mstari wa 3. Mstari wa 3 unasema, ndio, wakiwazuia watu wasioe na kuwaamuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokewe kwa shukrani na walio na imani wenye kuijua hiyo kweli. Mimi katika kuelewa kwangu, kabla tujaendelea mstari wa 4, mtu aliye na imani, yeye anapowekewa chakula mezani, kwa ile imani aliyonayo, step anayochukua ni kumshukuru Bwana wetu Yesu Kristo kwa ajili ya kile chakula, wala sio dhamira. Chakula kimewekwa, unashukuru kwa imani, kwa sababu unaijua ile kweli. Unashukuria ile chakula, alafu unatafuna, kwa sababu unakula kwa imani. Na mtu mwenye imani anakula kwa kushukuru, maana anaitambua ile kweli yote. Ni sawa? Twende mstari wa 4. Mstari wa 4. Kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni cha Mungu. Anasema kila kiumbe cha Mungu. Kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri, wala hakuna cha kukataliwa kama kikipokewa kwa shukrani. Kidogo hapo kidogo. Kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri. Nataka tuelewe mambo kadhaa kidogo. Okay, kila kiumbe cha Mungu ni kizuri. Si sawa? Hapa pengine kama vile ninavyofikiria mimi ni kwamba huenda ikawa Paulo alikuwa anasema tusibague wanyama. Mimi sili nguruwe, mimi sili ng'ombe, mimi sili mbuzi, mimi sili mnyama fulani. Anasema kiumbe chochote kwa Bwana ni kizuri, na hicho kiumbe kizuri basi tuna uwezo wa kukila, maana kwa Mungu ni kitakatifu. Hivi sasa kuna wale wanakataa, mimi sitaki mnyama fulani, sitaki mnyama fulani, lakini maandiko yametuambia kila kiumbe cha Bwana ni kizuri. Ni sawa? Kila kiumbe chake ni kizuri, na kama ni kizuri wala hakifai kukataliwa kama kikipokewa kwa shukrani. Twende mstari wa 5. Mtu yoyote atakayepokea chakula hicho kwa shukrani hana shida na mnyama yoyote. Ndio, kwa kuwa kimetakaswa kwa neno la Mungu na kwa kuomba. Kimetaka neno la Mungu na kwa kuomba. Shida ambayo tulikuwa tunajadiliana last week ni kwamba, je, vyakula vinavyotolewa kwa sanamu kama sadaka tunaweza kula? Mtumishi twende. Hapa tunaelewa kidogo kitu tofauti. Sawa, tuambie. Ndio unavyoelewa na sisi pia tuelewe. Kuanzia hapa 3. Paulo hapa ni kama alikuwa anafundisha kwa anafunulia. Wakati wametendewa, ndio wametoa sadaka zao, basi ni za wanyama, ndio, na yule anayepokea ni kuhani. Wakiwazuia watu wasioe na kuwaamuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokewe kwa shukrani walio na imani wenye kujua hiyo kweli. Watu hao wenye imani wenye kujua hiyo kweli walichukua vitu vyao ambavyo walikuwa wameshatendewa, ndio wakasema wale kuchukua hivi, basi ni ng'ombe, mbuzi, kondoo, wakavichukua kwa shukrani walio na imani wenye kujua hiyo kweli. Walikuwa kweli walichukua kondoo zao kwa kuhani, wanapeleka pale. Ndio maana hii ingine, kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri, wala hakuna cha kukataliwa kama kipokewa kwa shukrani. Yule anayepokea sasa ni kuhani, kwa sababu neno linasema ni kwamba tutoe sadaka
zetu na mafungu yetu ya 10, yule kuhani akipokea ndio hii 5 inamaliza. Kwa kuwa tumetakaswa kwa neno la Mungu na kwa kuomba. Sasa ile kitu sababu tumeenda kwa sababu ya maagano ya maandiko kwamba ametolewa kwa shukrani, mwisho tunamaliza kwa kuwa tumetakaswa kwa neno. Kumaanisha kuna thibitisho Mungu anayetoa ndio katika maandiko. Ndio hiyo Paulo. Lakini kuna point umesahau kwa sababu imetaja vyakula. Kuna mahali imetaja vyakula hapo nyuma. Hebu turudi hapo nyuma kidogo. Tatu imetaja vyakula tukichanganya na 4 na 5 wakiwazuia watu wasioe na kuwaamuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba mkewe kwa shukrani. Naona sasa na walio na imani wenye kuijua hiyo kweli. Naona imetaja chakula. Sasa hapo kwa chakula kidogo inatupa challenge. Ingekuwa ni wanyama tu peke yake kupeleka ni sawa, lakini imetaja vyakula pia. Ni sawa. Haya ni sawa, kuna malimbuko ya mahindi pia ni sawa. Vyakula vilivyotolewa, lakini sana sana hapa imezungumzia sana mambo na wanyama. Okay, nilikuwa naeleza jambo, huyo ameeleza ufahamu wake na tutazidi pia kuelezana ili tupate kuelewa ukweli zaidi. Nilikuwa nazungumza jana ya kwamba hii point tumekuja nayo na mambo na vyakula kwa sababu kuna watu wanaogopa kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Ni sawa? Na nikawaeleza hivi ya kwamba unaweza kula ama usile, ila kuna jambo moja ya kwamba wakati umefika kwa watu ambao wanapunga pepo wao. Pengine mtu ameangushwa na pepo na wakakataa kumleta kwa mchungaji. Wakaamua kwamba wamfanyie matambiko yao, na baada ya mganga kuja wakaanza kufunga pepo na kupiga makayamba pale pale, kukasemekana kuchinjwe nyama pale. Si sawa? Sasa ile nyama itakuwa inachinjwa kwa sababu ya matambiko na yale mapepo. Wewe ambaye ni mteule unaweza kwenda ama usiende, lakini sana sana Roho atakuongoza, maana wewe husiani na hii. Ni sawa? Hiyo haikuhusu wewe. Nikapeana pia mfano mwingine. Unaweza kwenda kwa mizimu, ukakuta mzimuni watu wameenda wamechinja, alafu damu ikamwagwa, lakini nyama wamerudi nazo nyumbani. Sasa kama unajua wazi kile wameenda kufanya kule, pale Roho ndio atakaye kuongoza ule ama usile, lakini sana sana ni kwamba haikuhusu wewe. Wewe unaweza kupitisha injili pale, si sawa? Lakini kuna andiko moja ambalo tulilisoma juzi ambalo limedharau sanamu. Sanamu ni nini? Sanamu si shetani na vinyago vyake. Lakini kuna andiko moja limedharau hiyo sanamu. Wakorintho wa kwanza 8:1. Hiyo sanamu ndio tunaiogopa, maana sanamu si shetani. Lakini hiyo andiko linatuambia sanamu si kitu. Wakorintho wa kwanza 8 ikianza mstari wa kwanza. Ndio. Kwa habari ya vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Na kwa habari ya vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, twajua ya kuwa sisi sote tuna ujuzi. Ujuzi huleta majivuno, bali upendo hujenga. Mtu akidhani ya kuwa anajua neno, hajui neno lolote kama impasavyo kujua. Ndio. Lakini mtu akimpenda Mungu, huyo amejulikana naye. Kwa habari ya kuvila vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Rudia 3 kwanza. Anza hapo 3. Lakini mtu akimpenda Mungu, hiyo ina uzito wake, Lakini mtu akimpenda Mungu, ndio, huyo amejulikana naye. 4. Basi kwa habari ya kuvila vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Basi kwa habari ya kuvila vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, twajua ya kuwa sanamu si kitu katika ulimwengu, na ya kuwa hakuna Mungu ila mmoja tu. Hebu kwa mstari wa 4. Basi kwa habari ya kuvila vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, twajua ya kuwa sanamu si kitu katika ulimwengu. Sio kama mtu anaelewa nini hapo.
Sijui kama tunaweza saidiana. Unajua ni uchambuzi ambao tunachambua tu, kwa sababu hilo andiko limemdharau huyo sanamu, na hakuna siku shetani atakuwa juu ya Yesu, hakuna siku hata moja, maana yeye pia ni kiumbe na aliumbwa na Yesu. Kwa habari ya vitu vya kuvila, kwa habari ya kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, hiyo sanamu yenyewe kwanza sio kitu. Ni sawa? Haya, kama kuna kitu hapo mbele tusonge. Basi kwa habari ya kuvila vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, ndio tunajua ya kuwa sanamu si kitu, ndio na ya kuwa hakuna Mungu ila mmoja tu. Mstari wa 5, ndio kwa maana ijapokuwa wako waitwao miungu ama mbinguni ama duniani, ndio kama vile walivyoko miungu mingi na mabwana wengi, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, ndio aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake, ndio nasi tunaishi kwake. Yuko na Bwana mmoja Yesu Kristo, ambaye kwake vitu vyote vimekuwapo, na sisi kwa yeye huyo. Ndio. Twende tu. Mstari wa 7. Bali ujuzi huu haumo ndani ya watu wote, ndio, ila wengine kwa kuizoelea ile sanamu hata sasa kula kana kwamba ni kitu kilichotolewa sadaka kwa sanamu. Amina. Mstari wa 7 kidogo. Bali ujuzi huu haumo ndani ya watu wote. Imani ina viwango, si sawa? Bali ujuzi huu haumo ndani ya watu wote, ila wengine kwa kuizoelea ile sanamu hata sasa hula kana kwamba ni kitu kilichotolewa sadaka kwa sanamu. Endelea. Na hapo mstari wa 7 na mstari wa 7. Hata sasa hula kana kwamba ni kitu kilichotolewa sadaka kwa sanamu, ndio, na dhamiri zao kwa kuwa dhaifu unajisika. Dhamiri inanajisiwa na nini? Kwa dhamiri zao kuwa dhaifu, wao unajisika. Sio Yesu anayewanajisi, ni dhamiri zao wenyewe, kwamba nimekula ile, sasa ndo anajinajisi mwenyewe. Kwa dhamiri zake kuwa dhaifu anajinajisi mwenyewe. Sio kama tunaelewana. Atende mstari wa 8. Mstari wa 8. Lakini chakula hakituhudhurishi mbele za Mungu. Hakituhudhurishi mbele za Mungu. Maana tusipokula hatupunguziwi kitu, wala tukila hatuongezewi kitu. Endelea mtumishi. Mstari wa 9. Lakini angalieni huu uwezo wenu. Sasa wale walio na ujuzi wanaambiwa hawaangalie uwezo wao, lakini angalieni huu uwezo wenu usije ukawakwaza wale walio dhaifu. Umeelewa nini hapo? Lakini huu ujuzi wenu, ya kwamba nyinyi mna ujuzi wa kula vya sanamu, ujuzi wenu huu usije ukawakwaza walio dhaifu. Sijui kama ndio mstari wa 9. Lakini angalieni huu ujuzi wenu, uwezo wenu, ndio usije ukawakwaza wale walio dhaifu. Amina. Mstari wa 10. Kwa maana mtu akikuona wewe uliye na ujuzi umeketi chakulani ndani ya hekalu la sanamu, je, dhamiri yake mtu huyo kwa kuwa yu dhaifu haitathibitika hata yeye naye ale vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Pigia Yesu makofi. Akikuona wewe mwenye ujuzi unakula vitu vilivyotolewa kwa mfano, kumepigwa kayamba hapo, kukachinjwa huyo ng'ombe huyo akachomwa, na wewe ambaye ndio haleluya sana unakata nyama unakula, huyo mtu atakuchukulia wewe ni vipi? Lakini tumsifu Yesu. Amina. Kuiongezea nguvu hilo andiko, tusome Ayubu 10:12. Wacha nimalizie kueleza alafu tutasoma. Huyu mtu atakuona wewe hufai kwa sababu unakula kile kilichotolewa sadaka kwa sanamu, lakini wewe una ujuzi wewe. Ila kinachotakikana ni umjenge na yeye na umfundishe kwa sababu gani wewe unakula. Sijui kama tunaelewana. Kwa sababu akikuona bila kupewa mafunzo yoyote, anaweza hata
kuacha uovu. Kwa sababu kwa nini wewe unakula na wameona tayari mapepo wakifungwa hapo? Sasa anahitaji kuelimishwa, aelewe unakula kwa nini, ama ikiwezekana usile, sio kwa dhamira yako, lakini kwa dhamira yake yule aliye dhaifu hapo mbele yako. Mimi natembea na ndugu yangu ni dhaifu, ndio ameokoka labda wiki moja. Nikipewa chakula kama hicho na uwezo wa kula, maana ina ujuzi, lakini sitakula kwa wakati huo kwa sababu yuko hapo. Pigia Yesu makofi. Haya, wacha tumalizie, alafu tutasoma. Wacha tumalizie bado kidogo tu hapo. Twende tumalize hapo. Nane inasema lakini chakula hakisurudishi. Twende tunaenda kwa maana mtu akikuona wewe ukiwa na ujuzi, ndio umeketi chakulani ndani ya hekalu la sanamu. Je, dhamiri yake mtu huyo ndio kwa kuwa yu dhaifu haitathibitika hata yeye naye ale vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu? Ndio 11. Hilo ni swali. Kumbuka hilo ni swali. Na unajua swali huwa linahitaji jibu. Ukilisoma kawaida utakuchanganya, lakini hilo ni swali. Endelea. Mstari wa 11. Na yule aliye dhaifu aangamizwa kwa ujuzi wako. Aangamizwa kwa ujuzi wako. Naye ni ndugu ambaye Kristo alikufa kwa ajili yake. Hivyo mkiwatenda dhambi ndugu zenu, na kuitia jeraha dhamiri iliyo dhaifu, mnamtenda dhambi Kristo. Kwa hiyo chakula kikimkwaza ndugu yangu, hakika sitakula nyama hata milele, nisije nikamkwaza ndugu yangu. Pigia Yesu. Bwana hata kula kile chakula kwa sababu hataki kumkwaza ndugu yake. Na dhamiri yake inanajisiwa kwa shaka aliyonayo. Kabla tujaenda kwa Ayubu, acha tuangalie hii shaka. Twende kwa Warumi 14 mstari wa 23. Nini kinachotunajisi sisi kwa vyakula? Nini kinachotunajisi? 20 mstari wa 23. Inasema, anza 22 ndio tupate point. Mstari wa 22. Pia nayo inahusu vyakula tu. 22. Ile imani ulionayo uwe nayo nafsini mwako. Ile imani ulionayo uwe nayo nafsini mwako mbele za Mungu. Heri mtu yule asiyejihukumu nafsi yake katika neno lile analolikubali. Lakini aliye na shaka kama akila amehukumiwa kuwa ana hatia, kwa maana hakula kwa imani. Na kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi. Unaona sasa? Atakula na atanajisika kwa sababu ya nafsi yake. Sasa ile kunajisika nafsi yake na kujinajisi mwenyewe, kila neno lisilotoka kwa imani ni dhambi. Pigia Yesu makofi. Wacha twende kwa Ayubu. Ayubu ngapi? Ayubu 11:12. Alafu utaeleza. Twende kwa hiyo Ayubu. Mstari wa 12. Ndio. Inasema lakini mpumbavu aweza kupata ufahamu. Ingawa mwanadamu huzaliwa kama mtoto wa punda mwitu. Hapa hii inaendana na kuwa katika mtu kama vile ufahamu mambo ya chakula. Tunakuja kama vile sasa sisi ambao wateule, si ndio? Kuna Wakristo ambao pia wateule ambao bado wanabatiza katika nini? Maji mengi. Si tunatenda dhambi ni kwa sababu ya ule ufahamu ambao wako nao. Msingi waliokutwa nayo. Kuna wengine hata pia wanabatizwa kwa vitone vya maji. Kwa sababu ya ufahamu. Hapa ni kitu cha muhimu na ndani ni ule ufahamu. Na mazingira yalivyo. Ndio. Basi hapo ndio maana huyu hapo ndio nasemaje? Kwa sababu sasa ya mwenzako itabidi ujisacrifice. Ili mwenzako asije akakuchukulia pala maswali ama si hivyo umfundishe. Ili awe na ufahamu kama wewe kwa sababu nini wewe umeijua ile kweli. Sasa unaufahamu kupita yeye. Ndio. Amina. Pigia Yesu makofi. Twende kwa hiyo Ayubu nyingine.
17:4. Ayubu 17:4. Inasema, kwani mioyo yao imeificha ufahamu. Kwa hiyo utawakuza. Sasa hapa Ayubu anaelezea umuhimu wa ufahamu. Ndio. Ukiwa wewe sio unafahamu, umeshajua huyu kulingana sasa na huyu. Ndio. Kila kitu kinaendana na ufahamu. Sasa hivi kama vile kuna ndugu zetu ambapo hawa wanamuita Yesu Maria, lakini ni mtume tu. Kulingana na ufahamu ambao wako nao. Lakini sasa wewe ambao umepata ufahamu wa juu ni kwa neema una ujuzi, yani una ujuzi na uwezo hali ya juu. Sasa ni wewe jukumu lako umpatie huyu ile ufahamu ili naye pia apate ufahamu zaidi. Maana kile mambo na vyakula hataweza kuwa na dhamira mbaya, hataweza kuwa na fikra mbaya wala siku wala mwezi. Amina. Pigia Yesu makofi. Unaandikwa katika Wagalatia 4 mstari wa ukianzia 8 mpaka 10, lakini hatutalizungumzia leo, inahusu siku pia, lakini nataka nije nieleze vizuri kidogo kwa ufahamu tofauti kidogo. Lakini kwa sasa twende kwa Waibrania 13 anzia mstari wa 7 kama sikukosea. Waibrania, mambo na vyakula, tuna hapo ndipo kitabu changu. Swali kidogo. Waibrania 13 mstari anzia wa 7. Waibrania 13 mstari wa 7. Ndio. Wakumbukeni wale waliokuwa kidogo. Inaposoma hicho kitabu, sikiza kwa makini, unaweza kupata kitu hata kabla hatujaongea. Waibrania 13:7 inasemaje? Inasema, wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza waliowaambia neno la Mungu tena kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao. Iigeni imani yao. Hii inasema kwamba wale watu waliowaongoza waliwapa neno zuri, tena kwa kuchunguza. Sasa mchunguze mwisho wa mwenendo wao. Igeni imani yao. Mstari wa 8. Yesu Kristo ni yeye yule jana leo na hata milele. Msichukuliwe na mafundisho ya namna nyingine. Mstari wa 9 note, msichukuliwe na mafundisho ya namna nyingine na ya kigeni. Maana ni vizuri moyo ufanywe imara kwa neema wala si kwa vyakula. Hebu tulia kidogo. Ni vizuri moyo ufanywe imara kwa neema. Neema ni nani? Yesu. Moyo wako ufanywe imara kwa neema, kwa Yesu, na wala moyo wako usifanywe imara kwa vyakula, wala si kwa vyakula. Endelea. Wala si kwa vyakula, ndio ambavyo wao waliokwenda navyo hawakupata faida. Kidogo hapo, kuna watu kumbe walitutangulia na wakazingatia sana mambo ya usile hii, usifanye hii, usile hii, lakini kumbe hao waliotutangulia hawakupata faida. Ndiyo tunaonywa ya kwamba ni afadhali moyo wako ama roho yako ifanywe imara kwa neema, wala sio kwa vyakula. Maana kuna wenzetu walisonga na kwamba sili hii na mwisho hawakupata faida yoyote. Lakini hapo nyuma imesema vizuri, Yesu ni yule jana leo na hata milele. Kwa hiyo mambo na vyakula, naona jamani tuangalie sana. Moyo wako utafanywa imara kwa neema, yaani kwa kuokoka na kumfuata Yesu. Lakini sio kwamba nimekula mbuta, nimekula sijui mchunga, nimekula kabeji. Sio hiyo. Kuna watu walienda na hiyo. Mimi sili nyama hii, mimi sili mbuzi, mimi sili sungura, hawakupata faida. Kumbe waliacha vinono. Hiyo ndio hasara. Waliacha vinono. Hiyo ndio hasara. Pigia Yesu makofi. Sijui kama kuna kitu hapo mbele msomaji. Sinafikiri umemaliza tu hapo. Na imeisha. Asanteni
Naacha nafasi kwa mtu aliye na swali ama kuongeza. Karibu mzee tu. Amina. Kuelewa Paulo. Kwa kuwa kwa mambo ya hizo vyakula. Naona unaeleza vizuri kwa sababu ya kuwa pengine mtu atakuhukumu, pengine unakula sungura ama nguruwe. Yaani mimi kulingana na vile naona alikuwa anaeleza kwamba vyakula vyote ama wanyama wote ndio aliwaumba, ndio amewatakasa. Lakini kuna mahali ambapo tuseme kwa mfano watu wasiomjua Mungu wanafanya sherehe zao, tuseme kama wakupandisha mapenzi. Sasa hapo ndio kidogo naona kidogo kuna jambo hapa Paulo anaongea katika Wakorintho wa pili 6 kuanzia 14, anasema msifungwe nira pamoja na wasioamini. So my understanding is watu wanaokuwa wanafanya matambiko yao ama wanapandisha mapepo yao huwa wanafanya sherehe yao kumtukuza Mungu wao. Na wewe kama mteule upatikana mahali kama pale, aidha wewe umealikwa. Sasa ikiwa watakualika mishi fulani, siku fulani ndio tutakuwa tunafanya sherehe yetu kukuza Mungu wetu. Na wewe kama mteule ukifika pale, unless utakuwa kuna kwa sababu hapa anasema na wasioamini. So tunarudi kwa ile andiko ambapo Paulo anasema ni kweli hiyo sanamu haiwezi kufanya kitu. Lakini kwa yule mdhaifu amekuona ya kwamba watu fulani wanapandisha wanaabudu miungu yao. Lakini mtu fulani ambaye yeye anamtukuza Yesu naye ameungana nao, sasa wanaabudu yule Mungu wao. So pale anaanza kuona ya kwamba huyu kuna shida hapo. Ndio mimi naona ya kwamba watu wakiwa wanafanya sherehe zao, ndio matambiko yao, tumesema mizimu na vitu kama hivyo, kuweka mapepo. Kama mtumishi sidhani kama utafika pale, because wanapokuwa wanafanya pale, wale ambao watu wanahudhuria ile sherehe lazima wawe wamealikwa. Swali ni, je, wewe mtumishi wa Mungu utaalikwa kwenye sherehe kama hii? Na unapokwenda utakuwa unamtukuza Yesu wako ama unaungana nao? Hapa anasema usifungwe nira pamoja na wasioamini. Lakini kama mimi nitaenda kwa bucha na ninunue nyama ya nguruwe yangu na nipeleke nyumbani na ikarangwe vizuri na nishukuru na nikule, naona hapo pigia Yesu makofi. Hayuko kwa imani na sisi tunakula. Na zinachinjwa huko. Sio sijui imechinjwa na nani. Kidogo tutakupa nafasi. Sijui imechinjwa na nani na sisi tunakula. Na hazitudhuru, si sawa? Zetuti, kuna mambo ambayo yakikupata na uende hapo pia watu watakushangaa sana. Yaani watu wanafunga mapepo na wewe uko hapo. Najua pia nayo hiyo itakuwa nayo pia yaani kidogo umetoka kwa laini kidogo. Kitu kama akikuhusu na kiondokea. Lakini hii Wakorintho wa pili 6 kuna jambo pale kabla tujasoma Biblia 6:14, nataka tu nigusie kidogo tu alafu tufungue akili kidogo. Inasema msifungwe nira, Wakorintho wa pili 6:14. Wakorintho wa pili 6:14. Wacha tunisome ni mahali padogo tunataka kueleza kitu. Msifungwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isiyo sawa sawa. Sasa inamaanisha kuna jinsi ambayo tunaweza changamana nayo nao na ikawa ni sawa sawa. Kwa jinsi isiyo sawa sawa. Hii ni kumaanisha usimbakue mtu. Lakini kama anaenda kwa matambiko yake, hiyo si sawa, jiondoe. Si kwa jinsi isiyo sawa. Lakini akitoka kwa matambiko yake ni rafiki yako, utamhubiria. Kama unanielewa hapo. Tusifungwe nira na wasioamini kwa jinsi isiyo sawa. Lakini ni ndugu zetu bado, hatuwezi kuwaacha ulimwenguni ama tukawatenga kando na sisi tuishi kando, hapana. Lakini tusifungwe nira kwao
kwa jinsi isiyo sawa. Wakienda kwa mambo yao na hataki kusikiza Injili, sasa utafungwa nira na yeye. Si sawa? Yeah. Karibu ndugu yetu hivi, karibu. Amina. Yale mtumishi anaongea. Ndio. Kuna vile anaongea sana, lakini kuna sehemu ameelekeza huko sana. Sasa hapa ni town. Kwa mfano kuna hoteli yako. Umeagizwa na mwingi. Umpikie kuna ile inaitwa outside catering. Umechukua wafanyakazi wako pamoja na wewe umeenda kwa wa hivi. Wale wanakuja nje. Sasa wewe ndio kila kitu pale. Yule aliyeje atakuchukuliaje na wewe unaokoka? Wewe uko kazini na yule mzee atakuchukulia vile ama kuna ile pia unajua na mwingi. Kwa hivyo anaeleza wako katika mesi na kwa wewe unaajiriwa si wewe uko kazini pale. Sasa utapakua ile chakula na pia utakula. Sasa wewe ukila utakuwa wanafahamu kwa pamoja naye ama utakuwa kula kwa sababu uko kazini na una kesi kingine cha kula. Amen. Kwa hiyo kile utakapoongezwa na roho wewe utafanya, lakini kingine huwa ni kazi. Na pia lingine kushirikiana na yule mtu ambaye anamsamani. Kwa njia nyingine ni lazima muwe mnakubaliana. Kwamba hii chakula tunafanya kwa ajili ya hii na hii. Ni sawa? Useme ni sawa, wewe useme uko nini. Sema hivyo nasema hivi kwa sababu kulikuwa na Isaka. Anaitwa nani? Yakobo na Esau. Alimwambia nipe hii chakula yako. Naye akamwambia je, utaniuzia? Kwa hivyo pale kulikuwa na mapatano kwa chakula. Kama hakuna mapatano ni kazi, hakuna shida, wewe utakula tutashukuru. Amina. Njia Yesu. Mimi sitasema kwamba kuna kazi zingine zisifai kwa leo, ila nitajibu kwa Wakorintho wa kwanza 8 kwamba sanamu si kitu. Tutarudi hapo kwa sanamu si kitu. Sasa Roho aliye ndani yako atakuongoza kile cha kufanya wakati huo. Kuna mambo mengine hatuwezi kufundishana, ila ni Roho atakufundisha wewe mwenyewe. Ni sawa? Pigana nao wanaopigana nami. Baba, itie nguvu inapoishiwa nguvu. Adui zangu wakitaka kupigana nami. Njia yao iwe giza na utelezi. Baba, wovu mimi yakinichia. Maisha yangu yapite ubavuni mwako. Pigana nao wanaopigana nami. Itie nguvu inapoishiwa nguvu. Adui